Pongeze kwa taarifa ambayo wameendelea kutukumbusha sisi wana Simba kwa kwenda kutekeleza majukumu yetu. Mara nyingi wanasema Simba tuna pati yetu, kuna pati ambayo ya mashabiki, kuna pati ya management ya Simba, lakini pia kuna pati ya players wa Simba pamoja na technical bench. Kwa hiyo uongozi wa Simba ulichofanya kutukumbusha sisi mashabiki wa Simba majukumu yetu, atuambie tu viongozi wa Simba wasio na wasiwasi kwamba tunakumbuka majukumu yetu na tutakwenda katika uwanja Benjamin Mkapa kwenda kutekeleza kile ambacho naamini kwamba tunahitaji kutekeleza tarehe 15. Sisi tunaamini kwamba mashabiki bora, ubora wetu kuhakikisha kwamba tunakwenda katika viwanja vya mpira kwenda kuisupport team, na mashabiki wa Simba tumekuwa mfano pekee, ni mfano wa kuigwa. Kila mechi ambayo inatokea sisi tunakwenda kuisupport team. Kwa hiyo niwaambie tu viongozi wa Simba wasiwe na wasiwasi, tarehe 15 kwa maana ya mwezi huu tutakwenda katika uwanja Benjamin Mkapa na kwenda kuisupport timu yetu zidi ya mechi yetu na watani wetu Dar es Salaam Africans. Jisugu, taarifa hii kwa umma kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Baadhi ya wadau wa mpira, mashabiki wanasema ya kwamba ni kama imekuja kujibu kile ambacho watani zenu na Young Africans walikuwa wanakihitaji kwenye kile kikao, kwa maana matakwa yao ambao wameeleza kwa bodi ya ligi. Je, ni kweli tunaweza kusema kwamba hiki ambacho mmekitoa Simba kinajibu kile ambacho wanakidai na Young Africans? Ya, nimefikiri nimezungumza, nimejibu vizuri. Hapo awali nimejibu vizuri. Nimesema management ya Simba imetukumbusha majukumu yetu mashabiki wa Simba. Kama kuna sitofahamu kati ya bodi ya ligi, shirikisho la mpira wa miguu, Dar es Salaam Africans, sisi wana Simba majukumu yetu ni kwenda kuisupport team. Tukiangalia ratiba ya bodi ya ligi kuhusu mchezo wa NBC nambari 184 unafanyika tarehe 15 katika uwanja Benjamin William hapa. Kwa hiyo management ya Simba ilichofanya kutupa taarifa wana Simba, kutukumbusha majukumu yetu wana Simba, haihusiani na migogoro ya watu wengine. Sisi Simba tukumbwa katika migogoro, sisi tumeumbwa katika kuja kucheza mpira, maana football. Ndio maana timu yetu kaanzishwa tarehe 15 mwezi huu, tutakutana katika uwanja Benjamin Mkapa. Na niwaambie waandishi wa habari, siku ya kipekee ambayo tutakuwa na surprise kubwa mashabiki wa Simba siku ya tarehe 15. Surprise ya kwanza tunajua ni mechi ambayo sisi wana Simba tukienda kupata matokeo tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Tuna hamu ya ubingwa wa Simba miaka mitatu brother, tujagusa kombe. Kwa hiyo niwaambie waandishi wa habari, surprise kubwa kutoka kwa influencer wa Simba, mashabiki wa Simba. Niwaombe waandishi wa habari, fikeni mapema katika uwanja Benjamin William Mkapa. Wafike mapema, mufike, kwani wote kwa ujisha nitakuwepo. Joni, kuna surprise kubwa kutoka kwa mashabiki, hususan mikoa Kisugu. Na moja ya surprise ambayo mtakuja kuiona, naamini mliona wiki mbili zilizopita nilikuwa natembea na kombe. Lile kombe litakuwepo katika uwanja Benjamin William Mkapa na litakuwa na material tofauti na vile ambavyo mlivyoliona awali. Hivyo sasa. Na niwaambie waandishi wa habari, kuna miondoko mipya ambayo nitaenda nayo kuhusu siku hiyo katika tarehe 15 katika uwanja Benjamin William Mkapa. Sugu, wanachokidai watani zenu Young Africans kina mashiko kweli? Unaona kwenye barua pale ni kama wanavyosema huko kwamba, mimi nafikiri kwanza hakina mashiko. Moja, hakina mashiko kwenda kumshutumu katibu mkuu wa chama cha mpira wa miguu kusema kwamba ajiuzuru kwa sababu yeye ana control waamuzi. Niwaambie watani wakasome ibara ya 39 kifungu kidogo cha 7. Wasomee kwa faida ya Sugu. Ibara ya 39 kifungu kidogo cha 7. Ukienda, wenye mamlaka ni kamati ya waamuzi, ndio ina mamlaka ya kuchagua na ina mamlaka ya kuwaondoa. Kidau wanaingiaje? Shida wanaingia katika ngoma sio ya kwao. Shida kuna viongozi ambao baadhi yao hawajui kanuni na utaratibu wa mpira unavyohitaji. Chama cha mpira wa miguu kimeteua kamati zake ziko huru. Kwa hiyo kama kamati tunaamini kwamba ziko huru, katibu mkuu kidau hapaswi kila idara, kila kamati kwenda katika hayo maeneo. Kwa hiyo kitu ambacho mimi ninachosema,
nakubali, nakiri mbele ya kamera, hawana hoja. Kwenye matakwa yao yote manne hawana. Watani hao wameishiwa sera, watani hao wameishiwa dira, watani wameishiwa mwelekeo. Wanachotafuta sasa hivi ni nani kumbebesha mzigo wa lawama, aonekane kwamba yeye ndio alosababisha mechi ya tarehe 15 isiende kufanyika. Na niwaambie tarehe 15 mechi inafanyika. Wamekuja itafanyika, hawakuja taratibu za sheria na mpira na kanuni zitakwenda kufanya kazi yao. Yes. So, turudi huku kwanza. Matamko ambayo ametolewa na hiki ambacho wanaendelea kukidai watani zenu. Walianza na kudai alama 3 CAS. Wakitaka kupewa alama kwa maana walikwenda uwanjani wanadai hilo, lakini baadaye wakataka viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru. Leo kwenye matamko yao ambao wameyatoa sasa hivi, jana kuna mengine, katibu mkuu CEO pia anatakiwa ajiuzuru yeye kama yeye. Hii labda inatoa taswira gani? Kuna ule msemo ambao Waswahili tunaotumia sana, Wandengereko na Wazaramo wanasema mfamaji aishi kutapatapa. Mwandishi, naamini wewe umesema, na sio wewe umesema kwa sababu nyinyi mmeona madai waliowapeleka kathi, waliporudi wakaamua kwenda mahakamani. Walipotoka mahakamani wakaandika barua bodi ya ligi ijiuzuru. Leo wamekuja na matakwa manne, mapendekezo bodi ya ligi waende kuyatimiliza ili kuhakikisha kwamba dabi inachezeka. Nini wanadai hao? Nini wanadai? Waandishi, tusaidieni, madai yao ni nini? Wao kila siku wamekuwa watu wa kubadilika, na hawa inawezekana kesho kutwa wakaitisha press, wakaenda wakasema ili tucheze sisi dabi tunamhitaji Kisugu asiongee tena na vyombo vya habari. Watasema wao ndio walosema hawana imani na bodi ya ligi. Hawa jana wamekuja na barua ya kubagua. Ndio. Wao ndio wamesema hawana imani na bodi ya ligi. Jana walikana nani na kupeleka matakwa yao kwa nani? Bodi ya ligi. Ile barua ya kwanza wamekanseli na kuomba Watanzania msamaha kwamba bodi ya ligi wana imani nayo. Mfamaji aishi kutapatapa. Moja, na hili waandishi wa habari, nendeni mkaeke klipu. Klabu iliyofaidika na utawala wa Wallace Karia, katibu mkuu Kidau, makamu wa rais Asumani Nyamlani kwa miaka 3 na Dar es Salaam Young Africans. Nani anaweza kukataa? Miaka 3 Yanga anachukua ubingwa. Katibu mkuu nani? Kidau. Leo mabadiliko yaliyopo katika mpira, tunahitaji kufikisha mpira wetu kuwa bora zaidi. Watu wanasimamia misimamo na kanuni. Kidau mbaya. Yanga anaongoza ligi, aongoze ligi. Anaongoza ligi Kisugu. Katibu mkuu nani? Wilfred. Hao wana yao. Yapi hayo Kisugu? Shida maslahi ya watu binafsi wanaingiza kwenye mpira wetu na kuuharibu. Watanzania hatutakubali. Maslahi binafsi ya watu wanaingiza kwenye mpira kuja kuharibu mpira wetu. Nchi hii chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anapambana kuwekeza kwenye michezo. Hatutaweza kukubali watu 3, 4, 5, watu wachache kuja kupambana kuhakikisha juhudi za rais wanakwenda kuzizima. Hatutakubali. Leo tuna ligi ya 4 kwa ubora katika bara la Afrika. Sona. Ligi ya 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Ligi yetu ni ya 5 kwenye bara la Afrika kwenye uwekezaji. Leo mtendaji mkuu mtaki, unamtaka nani? Wapo ambao wanaamini wanaweza kufanya. Nendeni mkasome kwenye Biblia, inasema
kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio, ondoa kiboriti kwenye jicho lako. Kodi kubwa sana. Haya maneno ya Biblia ujue. Ndio. Sio ya kwangu. Yakiwa na maana gani kwenye huo muktadha ambao unazungumza wewe? Kabla hujamwambia mwenzako, kabla hujamuona mwenzako mchafu, wewe msafi. Nyinyi mmetengeneza hicho katika ligi. Mna timu 7 mnachukua pointi 3. Sio nyinyi. Mna usafi gani nyinyi? Kwa maana hiyo nyinyi imetokea kwenye ligi ya nchi, watu wameenda kuwachukua wachezaji wa reserve, hawajawahi kucheza ligi hata siku moja, wamepanga kwenye timamu kacheza. Sio nyinyi. Alafu leo anatoka mtu anabalapua, tuone kama kuna mwanaume achukua pointi 3, tuone msingize timu. Alafu kama mtakuwa salama. Bana hapo Kisugu kwenye kubanapua. Nadhani unazungumzia msemaji wao, kwa maana mtani wenu Ally Kamwe. Asubuhi mara baada ya taarifa yenu kwa umma anakuja na kusema Wekundu wa Msimbazi, Simba acheni unafiki. Simba nyinyi ni wanafiki. Kutokana na hiki ambacho mmekitoa kwenye taarifa yenu. Mlikuwa wapi siku zote kudai ripoti ya uchunguzi? Mje mdai leo. Na hawataki nguvu zenu kwenye hii haki ambayo wanaipambania. Wao wanadai ripoti, hawadai ripoti. Mwandishi. Wao wanadai ripoti, hawadai ripoti. Hapa sasa ripoti haipo. Wao wanadai au hawadai? Kwa sasa ripoti kwa upande wao haipo. Kwa sasa haipo. Lakini wametoa madai, wanayo au hawana ripoti? Madai wanayo matakwa ya ripoti, sio? Wao wana haki ya kimsingi ya kudai ripoti, Simba hana haki ya kimsingi kudai ripoti, sio? Mlikuwa wapi siku zote? Time, past tense, wakati. Kila mmoja na wakati wake, nini afanye kwa wakati gani. Yeye jana alikuwa anapiga kwenye press. Anasema sisi tumedai tupewe ripoti, tukaambiwa siku na mheshimiwa mkubwa alipiga nini? Simu. Na wao wanalalamika ripoti isomwe. Wao wana haki ya kulalamika ripoti isomwe. Simba akitoa wanafiki. Kama Simba wanafiki nao wanafiki wanaona dai ripoti. Ngoma suluhu hiyo. Tukutane tarehe 15 katika uwanja Benjamin Mkapa tukatipige. Huko akaidiala kule akai nani? Kamara, Pimpini. Huko akai mdogo wangu kutoka Morogoro Shomari Kibwana, kule akakai ndugu yangu kutoka Morogoro Shomari Kapombe. Nakataa nini? Tule tukacheze mpira. Watu wapate burudani. Watu wametoa viingilio vyao. Tunavyo mifukoni shaka viingilio tunavyo. Hivi hapa twendeni tukacheze mpira. Ali, acha maneno mdogo wangu. Peleka timu tukacheze mpira. Chinjinjwe hivi hapa. Si tunavyo hivi. Tiketi hizi yani. Acha maneno. Tumenunua kwa ajili ya kwenda kuangalia dabi Simba na Yanga. Na mimi niwaambie, wallahi nawaapia, nimetoka kusherehekea sikukuu. Yanga kama kuleta timu na kwenda mahakamani kuwashtaki. Wametutapeli. Dabi mnaitaka Kisugu. Wametutapeli shehe. Nani atalipa hii? 30,000. Nani? Na yeye Ali ndo mtu wa kwanza kusimama mbele ya kamera kuwashawishi watu wakakati tiketi tukaangalia dabi. Tutampeleka mahakamani atuambie dabi imechezeka na haikuchezeka, ila yetu tunapataje? Hii kama mbwai na iwe mbwai. Mmeamua. Yeye kama Ali Shaban, mimi Ali Omari Mikoi. Ali Omari Mikoi. Kisugu, tukiachana hilo bana, CRDB nao wametoa taarifa yao kuhusiana na madai ambao wanasema hawajalipwa. Wameweka wazi kwamba wao wanaunga juhudi za TFF kwenye kukuza mpira na kuendeleza nchini. Lakini kwenye hilo walishalipa fedha zao. Walishalipa fedha kwa TFF. Kwa maana jambo hili ni la TFF na Young Africans. Hii imekaaje? Kwanza niwapongeze sana CRDB, lakini niwape pole sana kwa mandhi ambalo mandhi aliyofanyaje yaliyotokea. Naamini wamechafuliwa CRDB na msemaji wa Dar es Salaam Young Africans. Moja, hawakupaswa kuitaja CRDB.
Hakuna mkataba wa CRDB waliokubaliana na Dar es Salaam Young Africans baada ya mwisho mashindano CRDB Yanga apewe nini? Pesa. Kuna mkataba TFF na Yanga. Kuna TFF na CRDB. Alafu kuna TFF na CRDB. Kwa nini amewataja CRDB? Ana mkataba nao? CRDB ndio alomwambia acheze mpira. Haki ya kimsingi alipaswa kwenda kwa chama cha mpira wa miguu. Anakwenda kuharibu brandi za watu. Lakini niwaambie watoto mleavyo ndio wakuavyo. Alianza kwa Sunderland. Yeye huyu Kizuru Huda. Kizuru Huda. Alianza yeye. Kwa hiyo mimi binafsi nichukua nafasi hii kama mwanamichezo, penda maendeleo, na thamini michango ya wawekezaji wanakuja kuwekeza kwenye mpira. Niwape pole sana CRDB. Waswahili wanasema mtoto akiunyia mkono basi upaswe kufanyaje? Kukata. Lakini watuambie Dar es Salaam Young Africans hawadaiwi? Watuambie Dar es Salaam Young Africans hawadaiwi? Ndo anaonja sasa ile machungu. Kama wanadaiwa, kwa nini aliyewadai hajaja katika vyombo vya habari kudai deni lake? Na ushahidi wakatai Bareki anawadai. Ameshakwenda kwenye vyombo vya habari? Bado hajajitokeza. Ni utovu wa nidhamu. Na hii salamu ziende kwa kamati ya maadili. Wao ndio wamemfuga huyu. Juzi alikosea mpira. Yeye anaodai kanuni ya kuadhibiwa kwa mujibu wa kanuni, yeye aliadhibiwa kwa mujibu wa busara. Ilitumika ili kumwokoa kijana, unamwona kali yake ya mpira ni kubwa. Busara ikatumika. Leo anawadhalilisha. Tena anasema nataka kumuona mwanaume. Kwa maana hiyo anataka kumuona mwanaume. Kwa maana hiyo wanangu, semaji Kisugu hapo. Ali mimi rafiki yangu sana. Ndio. Rafiki yangu sana, ni mdogo wangu, ni mtani wangu. Moja tu nimpe usia sana Ali Shaban Kamwe. Naamini kwa umri wake ana safari ndefu kwenye football ya Tanzania. Naamini kwa umri wake ana safari ndefu sana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ajue baada ya mpira kuna maisha. Hapo unaongea kama kaka sasa. Ajue baada ya mpira kuna maisha. Na kabla hajaangalia mbele zaidi, angalia taswira Dar es Salaam Young Africans. Msemaji alikuwa Bumbuli, yupo? Msemaji alikuwa yule ndugu yangu nani yule? Anthony Nugas, mwamba mmoja hivi. Yupo? Wapi Salaam? Wote 9, 10. Bugatti alikuwa msemaji, yupo? Mwisho siku atakuwa mgeni wa nani?